nabii. Nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Kwa hivyo wakakonfirm ya kwamba prophet ana prophesy, anasema ya kwamba ni kweli katika Yuda ambayo ndio ndogo katika Israeli, hapo ndipo ambapo atatoka huyu ambaye ni mfalme, na atawatawala watu na atawachunga watu wa Mungu Israeli. Kwa hivyo atakuwa anatawala na atakuwa anachunga. He is a king who reigns and at the same time a shepherd who shepherds the people of God, Israel. Na kwa hivyo walipokonfirm hawa makuhani, wakuu wa makuhani walipokonfirm kwa Herode, maandiko yanasema ya kwamba mamajusi wale wakatoka nje na wakaenda. Kile kinanishangaza hapa ni ya kwamba Herode ametaka kujua habari za huyu ambaye hawa wanamtafuta wakamsujudie, yani wakamwabudu, pamoja na wakuu wa makuhani ambao wako na ufahamu wa unabii na Torati. Lakini ona mamajusi hawa, baada ya kumaliza kupata ripoti hiyo, maandiko yanasema ya kwamba wakatoka. Herode akawaambia, endeni mkatafute, maana sasa wameambiwa ni Bethlehemu ndio, ya Yuda ndio, lakini bado hawajapata mahali mtoto amezaliwa. But wako na nyota ya kuwadirect. Wakatoka, wakaacha mfalme, wakaacha wakuu wa makuhani na wakaenda. Maana mfalme Herode pamoja na wakuu wa makuhani hawakuwa na kiu ya ibada, walikuwa na kiu ya leadership. Lakini hawa mamajusi walikuwa na thirst ya worship, yani kiu yao ilikuwa ni ibada. Hawakuwa na kiu ya mambo ya kuongoza. Na maandiko inasema hii information ilimtrouble Herode, ilimsumbua Herode. Kwa sababu gani ikamsumbua? Ni kwa sababu alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa hayuko tayari ili ile position ikaingie mtu mwingine. Kwa hivyo kwa sababu alikuwa there to secure the position, he was insecure. He could not he could not appreciate someone else whom God is preparing and is raising to take over the position. Na kwa sababu yakawa trouble, akajua ya kwamba kingdom inaenda. Unajua alikuwa amewashawishi Wayahudi, akawashawishi mpaka wakamkubali, kwa sababu alioa, historia inasema alioa binti ya kuhani, a priest, ili Wayahudi wakukubali. Na pia akarenovate a temple, maana temple iliharibiwa. Na tazama, Israeli waliporudi wana hiyo vision na focus ya kujenga a temple. Kwa hivyo walipata support yake. Kwa hivyo ili akuwe appreciated, akuwe accepted na Jews, kuna vile aliwa manipulate. Lakini hapa yule ambaye manabii wametabiri, yule ambaye Torati ya Musa inaongea habari zake, sasa prophecy na confirm ya kwamba amezaliwa na ni lazima take over, ni lazima achukue atamu. Hiyo inaanza kumtrouble, hiyo inaanza kumsumbua. Watu wa Mungu, watu wa Yesu, ninataka kuwajulisha ya kwamba Yesu akichukua nafasi ndani ya maisha ya mtu, Yesu akichukua nafasi, roho ya Herode itake isitake, lazima kizazi ki take over, lazima believers wa take over, na wapate kupeana direction ya ulimwengu jinsi unatakiwa kuenenda. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Maandiko yanasema ya kwamba sasa wakatoka, wakawaacha na kiu ya leadership, na wao wakatoka na kiu ya worship, na wakaenenda, na nyota ilikuwa pale kwa ajili ya kuwaongoza. Praise the Lord. What is this star which the Bible is talking about? It is, star symbolizes a rising leader, a great king, a divinely appointed ruler. Wow. Bright future. Bright future. Sasa hapa
inaongea juu ya future ambayo ni very bright, ambayo iko karibu kuwa released, ambayo tayari imekuwa released katika ulimwengu. Future ambayo ni very bright. Yeremia aliona hiyo future. Akaongea na Israeli wakiwa katika taifa la utumwa. Akasema katika Yeremia 29:11, mawazo ninayowawazia ni mawazo yaliyo mema. The plans that I have for you, it is plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Not just a future, but a bright future. Ninataka niwaambie ya kwamba star hapa inaonyesha there is a bright future that has been born. That has been born. And every humanity can enjoy the privilege. Can enjoy the privilege of what has already happened. Wanaweza wakafurahia. Maana kuna kitu kimeachiliwa. Kuna maisha bora imeachiliwa. Na sasa anga ina confirm something special has been already released on in the world. Na wanatembea, wanaenda wakapate kupata kile ambacho kimekuwa released kwa ajili ya maisha yao. Bwana na asifiwe. Nataka kuongea briefly juu ya kumtafuta Mungu. Seeking God. Seeking God. Watu hawa wanatafuta Mungu. They are seeking God. Wacha nikuambie, mtu utafuta kile ambacho ana value. Ile bidii uko nayo ya kuamka kila asubuhi na mapema, unaweka alarm ukimbie kazini usije ukachelewa, ni kwa sababu sio tu kazi unapenda, lakini pia unapenda value ambayo pesa ina had kwa life yako. Because you know money change life. Pesa inabadilisha life. Ukipata pesa utavaa tofauti na asiye na pesa. Utakula tofauti na asiye na pesa. Utaishi kwa nyumba ambayo ni tofauti na asiye na pesa. Utasomesha watoto kwa shule ambao ni tofauti na asiye na pesa. Ninakwambia ukipata pesa, kuna vile ambavyo ina add value fulani katika life yako. Na kwa sababu hiyo, ndio maana kuna hii juhudi ya kila asubuhi na mapema unakimbia ukatafute pesa. Maana katika mawazo yako umekuja kujua ya kwamba kuna kitu pesa ina add, kuna value ina add katika life hii ambayo ni temporal. Bwana na asifiwe. Lakini nataka kukuintroduce kwa yeye ambaye ukimpata ana add value ambayo ni zaidi ya value ambayo pesa ina add katika life yako. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Jesus Christ. Wanaenda wakamtafute. Maana Jeremiah ameconfirm. Jeremiah 29:13 anasema, you will find me if you seek me with all your heart. You will find me. There is a prophecy behind them which is motivating them to just continue with the journey. Wanaendelea na safari. Maana kuna unabii ambao unawapa motisha. Kwa hiyo wanaweza wakaendelea. Maana ni mbali sana. Tumemkosa kwa mfalme, lakini bado unabii unatumotivate. We can still continue. Patia Bwana Yesu makofi. Wacha nikwambie, hii prophecy ni tool ya kumotivate kanisa. Maandiko yanasema ya kwamba wanaendelea, nyota inawaongoza, nyota pia inawamotivate, inawaambia bright future imekuwa released kwa ulimwengu. Bright future imekuwa released. Mliishi maisha ya hofu,
siku zote. Mauti siku zote iliwa intimidate. The work of death is to intimidate humanity. Kazi ya mauti ni kuwafanya wanadamu waishi na hofu. Ukitembea na gari uko na uoga. Ukiwa umelala uko na uoga. Unapata hiyo life ambayo ni ya kuwa na uoga kila wakati. Hiyo ni life ambayo inatokana na kumkosa yule ambaye anapeana uzima, na sio uzima tu, bali maandiko yanasema uzima tele. Amen. We are here to live, and after here we will still continue to live. Death is not our portion. Maandiko yanasema kwamba wanafika, na wanapofika Bible inasema wakamuona mtoto na mama. Kwa nini naanza na mtoto? Because the King of Kings has been born. Hallelujah. Falme wa wafalme amezaliwa. Falme wa wafalme amezaliwa. Na kila ambaye anatia juhudi ya kumtafuta lazima number one atamuona. Bwana Yesu asifiwe. Imekuja tu niwatangazie ya kwamba Yesu anaonekana. Wale ambao wanamtafuta Yesu, wapendwa, huwa wanamuona huyu Yesu. Wanamuona huyu Yesu. Nimekuja tu kuwa introduce katika program ya kumtafuta Yesu, ambayo haiwezi ikafeli. Haiwezi ikafeli. At any given time you get into that program. At any given time you connect yourself to that business. I'm telling you, utamuona Yesu. Utamuona Yesu. Jeremia anaconfirm katika Jeremiah chapter 29 verse 13. Anasema mtafuteni Bwana, nitafuteni nami nitaonekana kwenu mtakaponitafuta kwa juhudi. Bwana Yesu nasi. Nimekuja kutangaza ya kwamba kanisa la AIC Township, hebu tukaanze kumtafuta Bwana. Majenzi, hebu tukaanze kumtafuta Bwana. Hebu wahuduma tukaanze kumtafuta Bwana. Maana anakonifirm ya kwamba tukianza hiyo behavior, watu wa Bwana hatutamkosa, tutampata. Nisomee Acts chapter 17, I think verse 30 something. Ile inasema Bwana amesema wamtafute hata kama ni kwa kumpapasa na watamuona. Tafuta hiyo unisomee. Kwa hivyo wapendwa, nataka kumuintroduce Bwana ambaye wale ambao wanamtafuta anaonekana kwao. Sijui wewe ni nini ambacho unakiona wakati huu. Maybe unaona failure katika maisha yako. Maybe unaona problems katika life yako. Nimekuja kumuintroduce yeye ambaye ukimtafuta ataemerge katika problems zako, na atatokea akupatie victory, akupatie success, akupatie blessings. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa,
Patia Bwana Yesu makofi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wapendwa, huyu Yesu ni Yesu ambaye anaonekana. Hebu soma. Matendo 17, Matendo ya Mitume 17:27. Ili wamtafute Mungu. Ingawa ni kwa kumpapasa wakamwone. Japokuwa hawi mbali na kila mmoja wenu. Kwa maana tafute Mungu. Hata kama ni kwa kumpapasa. Wamtafute. Vile unaona tukitafuta pesa, tumtafute Mungu hata kama ni kwa kumpapasa. Ako wapi tunataka huyu Mungu katika maisha yetu. We want God. Maana ukimpata Yesu, kuna vitu ambavyo havitaonekana kwa life yako. Aibu haitaonekana. Mwanarika aliyempata Yesu ni mwanarika ambaye ni ushuhuda ulio hai, a living testimony. And once people see such a youth, anaona Yesu akitembea. Hallelujah. Ana amempata Yesu. The way we are seeking Jesus confirms how we value him. Let me tell you. The way people treat others often reflects how they feel or how they value them. Bwana Yesu asifiwe. Vile unasikia kuhusu Yesu, vile unamvalue Yesu wako, hivyo ndivyo ambavyo unamtafuta. Wacha nikwambie, kuna watu ambao wanaweza kuingia mahali ukaona watu wamesimama kwa sababu ya value. Wanaangalia value, wanasimama. Kuna watu ambao wanaweza, unaona hii envelope maybe ilikuwa imewekewa so and so, lakini after to realize who is that person, nasikia bana nibadilishe. People treat others, the way people treat others reflect how they feel about them. Bwana Yesu asifiwe. The way people treat things reflect how they feel about them. Wacheni niwaambie, vile ambavyo tuna treat program zetu kama kanisa, hiyo ina reflect vile ambavyo tuna value hizi program. Kama una value prayer, itaonekana katika treatment. Kama una value prayer program, itaonyesha jinsi ambavyo una treat hiyo program. Kama una value Sunday worship service, itaonyesha kuna kitu ingine inaweza ikainuka hapa katikati na ikainterfere na worship service, kwa sababu unaivalue kupita vile una value worship service. What a mockery to our God. Aibu gani ambayo tunaonyesha baba yetu? Niambie wewe mtu wa Mungu, vile ambavyo you give towards this kingdom, hiyo inaonyesha vile una value this service and the ministry. Wacha kusema unapenda yeye isitaushi na utoi fungu ya Mungu. Hakuna upendo iko pale. Unataka hii ministry ianguke ndio ufurahi. Hebu muulize jirani, unataka ianguke ufurahi? Muulize kwa nini utoi tithe wewe? Wengine wako hapa na hawatoi tithe na ndio inasimamisha hii kanisa. And you are here claiming that
that you love township. You don't love township. It is just words. We know those who love township. You can see them, the way they treat township. It will confirm these people love township. Hiyo inaitwa kukemewa. Hiyo jirani kukemewa. Now I introduce katika programu ya kupenda kanisa. Wacha kuongea na maneno. Show that you love the church by the way you are treating the church. Wacha kusema unapenda hii kwaya sana. What are you doing kwa ajili ya hiyo kwaya? Maana kama sio wewe unachangia kuenda chini kwa hiyo kwaya, ni nani mwingine? Sijua mahudhurio yako inachangia. Tunapenda praise sana. You don't love praise. You are just there to for sure. Mtu ambaye anapenda kitu anaonekana kupitia zile gharama ambazo anapeana kwa ajili ya hiyo kitu. Tuongeleshane ni ukweli kabisa. We know the church elders who love this church. Tunajua vile ambavyo wana sacrifice kwa ajili ya kanisa. You can be here but not just as a committed member, but just a member who is here to watch things going on. Unaangalia vitu vikienda. Nani anapeleka? Kina Herode na wakuu wa makwani. Herode natangaza nikiwa kwa madhabahu ya kwamba siku ya leo na ikatuachilie katika jina la Yesu Kristo. Roho ya Herode ni mbaya sana. Anasema mkiona mniambie na mimi nilete ibada. Hakuna ibada analeta, anakuja kuua ministry. Wewe unakuja hapa kuangalia tu na kufanya mambo tu. Ukiwa hauna hiyo motive ya kutaka kuinuka kwa ministry. You sabotage your pastor. You sabotage your fellow believer. Mwambie mwenzako hiyo inaitwa kukemewa. Wewe kutoka hapa na ukaongea mabaya ya kanisa ambao Yesu ameinua kwa ajili ya kazi yake. Ukaongea juu ya pastor ambaye Bwana Yesu ameinua na akampa fursa kwa ajili ya kufanya yale anataka ifanyike. No. You are killing that thing, and that is the spirit of Herod. Baka aliiba akasema weyelote we. Utenda langi bayendea. Weyelote we na mipango ya kuisigwe. Mipango ya kila roho ambayo ni kinyume cha kazi ya Mungu na ishindwe. Kama utoe fungu ya 10. Maana hiyo ndio inaendesha hii kanisa. Saa nyingine tuambianange ukweli. Saa hii nilisema mmeshanipatia apologies za kwenda nyumbani. Mniambie hii kitu itaendaje? I talk like a pastor of this church. Mniambie hii kanisa itaendaje? You go home, you don't tithe, and you are there claiming township will continue. Lazima kila mshirika achukue jukumu la kusimama na kazi ya Bwana. Maana tulipitia klasi tukasoma vizuri. Ukiwa introduced kama member aliyebatizwa na maji mengi, responsibility ya kwanza ni kuja kanisa na kwenda maombi mmesoma. Ya pili ni kumgive time kwa ajili ya kuendesha hiyo ministry. Haleluya. Ndio sasa tuchukue kina Tumaini wakuja hapo wacheze hii kitu, tuende kumsikia mbingu imeshuka. Watumishi waendelee kuwa wengi, na watumishi wale wengi wasifanyike haibu hapa Mombasa. Eti nyumba ya pasta imefungwa. Wapi? Wataonishi. Nyumba ya pasta wataonishi kuifunga. Ngoja shi. Sema hiyo imeshi. Haitakuwa katika history. Na walipofika wakamuona Yesu, kitu walichofanya ni kumwabudu. Ni lazima ujue wewe ni worshiper. Utakiwa kuwa kazini siku ya Jumapili. Jumapili ni siku ya kufunga kazi na kuja katika ushirika wa ibada ya Yesu aliyezaliwa kwa maisha yako. Basi unauza Jumapili, unauza Jumapili, unafungua duka. Aibu.
na neighbor wako hapo anafunga yake, anakuacha hapo, anaenda anafanya ibada, anarudi kwake, kunajaa wateja. Wewe uko hapo ukiwa umejiconfuse, unjaelewa ya kwamba future yako imekuwa release, na lazima ukuje kwa madhabahu mahali nguvu yako iko. The power of a believer is in the service. Huwezi kupata nguvu mahali nyingine, iko kwa madhabahu. Lazima ukutane na neno, lazima ukutane na watu kama wako fire, wako introduce, kwa kuita Yesu, ili vitu ambayo inakufuata ivunjike. Roho za Herode ambazo zinataka kumaliza kazi yako zivunjike, zisambaratike. Usione kama uko safe. You are no longer safe. Adui, maana Herode analipresent ufalme wa giza. Adui anatafuta kukumaliza. Adui anatafuta kumaliza huyo msichana wako anaendelea kukua. Atakuwa introduced kwa lesbian. Hello? Anatafuta huyo kijana wako, atamuintroduce kwa lesbian, kwa gay. Adui anatafuta kumaliza hiyo kazi. Huyo hata uwezi kutoa time. Ukuwe maskini hapa Mombasa, hata kajumba ukamani uwezi kujenga, na hata chama uwezi kutoa. Ukienda huko utakataliwa na kijiji. Ndio sasa ukuwe mzee wa kanisa ambaye anaibika. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzangu anaitwa kukemewa. We must change and behave like as if Christ is alive in us. Atuanze kumwabudu. Number 3, wakatoa gift. Wakapeana mane, uvumba na dhahabu. Dhahabu inamaanisha King of Kings. Uvumba inamaanisha priest. Maana katika hekalu uvumba ndio ilikuwa inafikizwa pale. Alafu marhamu inamaanisha the death that he is going to die on the cross. Kwa hivyo hao walikuwa tu sio zawadi wanatoa, walikuwa wana present huyu ni nani kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanaeleza who is this one. Wanaelezea kupitia gifts. Wale ambao tuko hapa, kila mtu hapa ni gifted. Kila mtu hapa na gift amepewa. Na hiyo gift umepewa ni ya kuelezea ulimwengu aliyezaliwa ndani ya maisha yako ni nani. And you must go out there and use your gift to tell the world that he has been born. Who? The King of Kings. Who? The High Priest in order of Melchizedek. Who? Him who has died so that to end the death of humanity and introduce life and life in abundance. Patia Bwana Yesu makofi. Lazima tutoke. Lazima umweleze Yesu. Hakuna kukaa. Hakuna kukaa. I thank God. Wacha nianze ku-encourage. I thank God ya kwamba tumejiintroduce katika viatu vya mission. Na tukajiintroduce katika viatu vya evangelism. It works. It works. Sina work, pastor. It works. So each member of this church must go out there and make use of the gift that the Holy Ghost has invested in you, has put in you when you got saved. Uko na gift. Kuna gift ndani yako ya kuelezea juu ya Yesu. Gift moja ile kazi ya mikono yako. Hiyo ni gift. Sio watu wote wana kazi kama wewe. Unajidai hapa ho. Hiyo ni gift ya Mungu.
na akitaka atachukua leo. Kesho utatangazwa ya kwamba umekuwa fired. You should honor God with that gift. Wacha mchezo. Mheshimu Mungu na hiyo gift ya kazi kwa kumtumikia na mapato yake. Gift ya pili ni uhai. Ukiamka ukikuta unapumua na una afya, unatakiwa kumweleza Yesu. Na mwisho kwenda kwa ushirika wa wapendwa. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa washirika wa wapendwa, pastor nisome Isaiah 30 verse 21. Ukisha anza kutumia gift yako, hapo ndipo Mungu ataanza kusema na wewe, akupatie direction. Soma basi. Na masikio yako yatasikia neno, nyuma yako likisema njia ni hii, ifuateni mgeukapo kwenda mkono wa kulia, geukapo kwenda mkono wa kushoto. Njia ni hii, masikio yako yatasikia. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba walipomaliza worship wakasikia sauti ya Bwana ikisema nao kupitia ndoto, ikiwaambia msirudie njia ya Herode, maana na mpango mbaya na maisha yenu. Akawaambia, lakini angalieni, kuna njia ingine nimewatengenezea, endeni kwa njia hiyo, endeni kwa njia hiyo, endeni kwa njia hiyo, maana kwa hiyo njia kuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. The problem of the Church of Jesus Christ ni kwa sababu tukiingia kwa service, hata Mungu akiongea mioyo inasema, hata nikale ka pastor anatuambia kila Jumapili na kana shida. I'm telling you, this message gives directions. May the Spirit of God who is upon this service start to provide directions. Start to provide direction. Roho peane maelekezo. Kuna mahali kuna baraka za mtu, kuna mahali kuna uzima wa mtu, kuna mahali kuna ushindi wa mtu, kuna mahali kuna kibali cha mtu, kuna mahali ukienda utakubalika, maana hapo hakuna connection yako. Lakini kuna mahali Roho Mungu akikufikisha, you will flourish. Biblia inasema Isaka akachimba kisima, wakakoro, akachimba ingine, wakakoro, alipochimba ingine wakanyamaza. Akasema, now the Lord has given us another place and we will flourish. Kuna mahali pengine pako, ukiona wanakusumbua waambie sawa, lakini bado nitapata maelekezo. Takapofika nita flourish. Takapofika mahali pangu nita flourish. Ministry hii wakati watu wa flourish umefika. Maana tuko katika mahali petu. Mahali petu ni mahali pa maombi. Hapo ndio kuna flourish. Lazima uchimbe. You must go deeper and deeper in things of the Spirit, so that you can flourish in the things of spirit. Haiwezi ku flourish